Kama ilivyo kawaida na kama ilivyo ada, agizo la serikali la kuwataka Watanzania wasiokuwa na majukumu ya muhimu kutoka nje baadhi ya maeneo katika viunga vya Geita, niweza kusema yametekelezwa. Hapa ni eneo la Nyankumbu, njia panda ya kuelekea Kakora pamoja na eneo maarufu la Katoro. Kama unavyowaona, baadhi ya wasafirishaji bodaboda wapo, lakini kwa upande mwingine kwa mbali unapotazama unaona maduka, lakini pia huduma mbalimbali zimefungwa. Hii ni kufuatia tu agizo, lakini hili eneo ni eneo maarufu kuwepo na mwingiliano mkubwa wa watu. Watu wengi huo wanatumia eneo hili, na kwa sababu tu ni eneo ambalo linakuwa ni viunganishi kati ya miji pamoja na vijiji. Kwa hiyo ni eneo ambalo unakuta mara nyingi watu wamekuwa wakilitumia kama eneo la kuweza kununua bidhaa mbalimbali. Wananchi wa maeneo haya huo wanakusanyika katika eneo hili ikiwa kama ni sehemu moja au viunga vya center, lakini leo hii imekuwa ni tofauti. Kama tunavyoona huku mbele ukitazama, watu ni wachache, lakini pia usafiri, baadhi ya usafiri upo, kwa maana usafiri wa bajaji unaonekana, lakini sio kama vile ambavyo tumezoelea. Kuna stendi maarufu sana katika eneo hili inaitwa stendi ya Kakora. Tumefika katika eneo hilo tukaona baadhi ya abiria wakiendelea kusota kutokana na kukosekana kwa usafiri. Hii ni kufuatia tu agizo la serikali. Kitazama hapa mbele yangu utaona kuna maduka yamefungwa baadhi, lakini baadhi yao yakiwa wazi, lakini asilimia kubwa ya maduka yamefungwa. Yes, kama unavyoona hapo ndivyo hali ilivyo. Mtazamaji, kama unavyoona, haya ni maeneo ya maduka ambayo yanahusika katika utoaji wa fedha. Pia ofisi zimefungwa, maduka yote hapa yamefungwa. Eneo hili ni sehemu ambapo wakina mama mbalimbali huwa wanafanya zile biashara ndogo ndogo za uuzaji wa matunda, lakini pia wamefunga. Lakini maafisa usafirishaji wapo katika eneo hili. Labda tunataka kujua kwamba hali ikoje, wananchi biashara zao kwa leo zimekaaje. Ukiangalia kwa wastani ni kwamba Watanzania wengi ndaweza tukasema wametii agizo la serikali la kuwataka wakae. Usafiri upo, lakini ndivyo hivyo. Mwingiliano ambao umezoeleka kwa kila siku ni tofauti na leo. Hali imekuwa ni tofauti kiukweli, kwa maana ya kwamba wengi wao hawapo katika maeneo haya. Ni kati ya masoko maarufu yaliyopo katika mji wa Geita ni soko hili la wakulima, soko la Nyankumbu. Lakini leo hii unaweza ukajiuliza kwamba watu wamekwenda wapi? Hii ni kufuatia kutia agizo la serikali la kuwataka wawepo ndani, na kama hawana shughuli zozote maalum ambazo zinawafanya kutoka nje. Ukitazama hapa baadhi ya vibanda viko wazi kabisa, lakini sasa ngoja tupate nafasi ya kuweza kuingia ndani kuweza kujua nini ambacho kinajiri kwa upande wa ndani katika soko hili la Nyankumbu, ambalo ni miongoni kati ya masoko ambayo yanachukua watu wengi kabisa katika mji wa Geita. Lakini maeneo haya mara nyingi huwa yanakuwa na watu wengi sana siku za kawaida. Leo hii ukitazama eneo hili lina watu wachache, lakini baadhi ya vibanda vikiwa vimefungwa. Sio kawaida ya kukuta eneo hili likiwa na watu wachache. Mara nyingi hapa eneo hili linakuwa na mwingiliano mkubwa wa watu wengi. Mtazamaji, maeneo mengi ukiyatazama yaliyopo katika soko hili ni kwamba yamefungwa. Vibanda vingi vimefungwa siku ya leo, ikiwa ni kiashirio tu cha kwamba baadhi ya Watanzania wametii maagizo ya serikali ambayo yaliwataka waweze kukaa ndani. Kama nilivyoweza kukueleza awali, siku za kawaida ukija katika soko hili limekuwa ni soko ambalo maarufu kutokana na kuwepo kwa mwingiliano mkubwa wa wananchi kuja kununua bidhaa mbalimbali, lakini pia baadhi ya watu ambao wamekuwa wakitoka maeneo ya vijijini kwa ajili ya kuja kuuza na wengine kurangua. Lakini hali kwa leo ni tofauti. Leo hili kama unavyoona biashara zimefungwa hapa mbele yangu, ukitazama biashara zimefungwa. Si kawaida kukuta maeneo haya biashara zikiwa zimefungwa, lakini kwa leo zimefungwa.
Kina mama mboga mboga pia wapo wanaendelea na biashara zao.